Habari za usiku mtazamaji wa Star TV, naamini kabisa hali yako ni njema kabisa na umeshinda salama, ikiwa leo ni Jumaa ya mwisho kabisa ya mwezi huu hapa tano, tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Karibu katika taarifa yetu habari usiku huu wa leo. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na wadau wasaidia ujenzi wa miundombinu ya kulinda usalama wa wanafunzi barabarani. Kwa haya na mengine mengi na kusiungane nami hadi tamati. Kwanza tupate muktasari wake. CCM yazindua ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Masomo ya hisabati na Kiingereza yafanya vibaya mtihani wa upimaji darasa la 7 katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Kwa habari za biashara na uchumi, wafugaji na wakulima wapewa mbinu za kujikwamua kiuchumi. Katika habari za kimataifa, mahakama ya rufaa ya shirikisho Marekani yarejesha kwa muda ushuru mkubwa wa Rais Trump. Na katika habari za michezo na burudani, Simba na Singida Black Star kuwania tiketi ya kucheza fainali ya FA Jumamosi hii. Na nyota wa PSG Ousmane Dembele asema taji la klabu bingwa Ulaya ni muhimu zaidi ya tuzo ya Ballon d'Or. Mtazamaji, vile unaweza kutufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Nataka kuongozea usiku huu wa leo, naitwa Frankie Tower. Karibu tuwe sote. Moja kwa moja tuanze taarifa yetu ya habari, na tunaanza na habari za kitaifa, na taarifa yetu ya habari inatua mkoani Dodoma. Chama cha Mapinduzi CCM kimezindua ilani ya chama chake ya mwaka 2025 hadi 2030, huku mwenyekiti wa chama hicho na rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwataka wanachama na viongozi wa chama hicho kuinadi ilani hiyo kwa wananchi. Brian Moses ana taarifa zaidi. Mwenyekiti taifa na rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa kauli hiyo ikiwa ni siku ya mwisho ya mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi ambao umeketi kwa siku mbili baada ya Profesa Kitila Mkumbo kuwasilisha ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025 ambayo itawapeleka mpaka 2030. Kuendana na mipango na uwezo tulionao, tunajiamini tutaweza. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho. Kubwa kwa Watanzania ni kuweka utulivu ndani ya nchi yetu, kufanya kazi kwa bidii, wafanya biashara kwa bidii, wakulima walime kwa bidii, wachimbaji kwa bidii, wote wafanya kazi sekta ya umma kwa bidii. Aidha, katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, mwenyekiti taifa wa CCM akasisitiza swala la umoja kwa wanachama wote ili kufanikisha ushindi wa chama hicho. Kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja. Tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande. Kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko wanasema katumwa aje. Nataka niwaambie, si mimi, si rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni. Profesa Kitila Mkumbo na Dr. Saada Mkuya Salum walipata fursa ya kuwaeleza wajumbe wa mkutano huo baadhi ya mambo yaliyobainishwa kwenye ilani hiyo mpya. Ina vipaumbele 9. Moja ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Ndugu mwenyekiti, kwa kwetu Zanzibar, maendeleo ambayo tumeyaona, presentation ambayo ilikuwa imefanyika jana, ni kwa sababu ya kuwa na amani na utulivu pamoja na umoja tuliokuwa tunao. Dhamira ya wananchi ni kuona ilani ambayo imewasilishwa kwa maana 2025 2030 ikitekelezeka kwa vitendo ili kutatua changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili wananchi hapa nchini. Kutoka hapa jijini Dodoma katika mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi, naitwa Brian Moses, Star TV.
Hayo ni kati ya yale yaliyojiri huko mkoani Dodoma. Masomo ya hisabati na Kiingereza yametajwa kufanya vibaya katika mtihani wa utamilifu yani mock darasa la 7 kanda ya Ziwa uliofanyika mwanzoni mwa mwezi wa 5 mwaka huu kwa 70.1% ya watahiniwa kufeli somo la hisabati. Grace Mbise anatujuza taarifa hii. Sababu za kufeli inatajwa kuwa wazazi, walezi na walimu kuwaaminisha wanafunzi masomo hayo kuwa magumu. Katibu tawala mkoa wa Mwanza Balandi Elikana wakati akitangaza matokeo hayo anabainisha hisabati na Kiingereza kufanya vibaya tofauti na somo la uraia na maadili ambalo limefanya vizuri zaidi. 70.1% ya wale ambao walifanya mtihani wa hisabati hawakufaulu. Hii namba ni kubwa sana. Katika somo la Kiingereza, jumla ya wanafunzi 162,088 kati ya wanafunzi 343,070 ya waliofanya mtihani sawa na 47% hawakufaulu. Utoro unatajwa katika mtihani huo kwa 2.18% ya watahiniwa kushindwa kufanya mtihani. Sasa jumla hii ya hao waliofanya mtihani ni 97.82% ya wanafunzi wote waliosajiliwa. Wanafunzi 7,590 ambao ni sawa na 2.18% ya wanafunzi wote waliosajiliwa hawakufanya huu mtihani. Viongozi, walimu wanaona changamoto ya masomo hayo yaliyofanya vibaya. Fanya maandalizi zaidi kwa maeneo ambayo yataonekana yamekuwa na changamoto. Hivyo kuimarisha stadi kwa hawa wahitimu wetu watarajiwa. Somo la hisabati na Kiingereza inaonekana kuwa ni changamoto katika ufaulu, lakini ni kwa sababu tu ya imani kwamba English na hisabati ni masomo magumu. Mkoa wa Simiyu umeshika nafasi ya kwanza ukifuatiwa na mkoa wa Mwanza na Shinyanga, huku Kagera, Geita na Mara zikifanya vibaya. Upande wa halmashauri zilizofanya vizuri ni halmashauri ya wilaya ya Kwimba, Misungwi, Bariadi, Nyamagana na Ilemela, huku halmashauri zote za mkoa wa Mara zikifanya vibaya. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI upande wa miundombinu, Mhandisi Rogatus Mativila amelipongeza shirika la Amend pamoja na washirika wake kwa juhudi zao za kuhakikisha usalama barabarani kwa wanafunzi nchini Tanzania na barani Afrika na kusaidia kulinda maisha ya viongozi na kizazi kijacho. Tupate taarifa kamili. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa uboreshaji wa miundombinu salama kwa watoto shuleni iliyojengwa katika shule msingi Siza Maalum jijini Dar es Salaam, Mhandisi Mativila aliyemwakilisha waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema ni muhimu kuunga mkono mipango inayolenga kuwalinda watoto hasa wenye ulemavu na mahitaji maalum. Tukio hili la leo linatoa fursa nzuri ya kuangazia umuhimu wa kuzuia ajali za barabarani kupitia miundombinu salama kama hii ambayo wenzetu wa Amendi kwa kushirikiana na FIA Foundation wameweza kuiweka hapa katika shule hii maalum ya Sinza. Kwa upande wake, mkurugenzi mkazi wa shirika la Amendi Tanzania Simon Kalolo amesema katika uzinduzi huo nchi 9 zimeshuhudia tukio na kutumia nafasi hiyo kueleza mradi huo uboreshaji usalama barabarani katika shule ya msingi yenye watoto wenye mahitaji maalum ni wa kwanza kushuhudia katika kipindi cha miaka 13 ambayo wamekuwa wakitekeleza miradi hiyo. Katika miaka yote ambayo nimekuwa nikifanya kazi katika shirika la Amendi na timu yetu, ni mara ya kwanza tumeweza kufanya maboresho na kuweka miundombinu kwenye shule yenye watoto wenye mahitaji maalum peke yake. Some more wonderful infrastructure being unveiled outside yet another school. I've been to several of these Amend ceremonies. Wakati huo meya wa manispaa ya Kinondoni Songoro Mnyonge amesema tatizo la ajali limekuwa kubwa Kinondoni na kutolea mfano hospitali ya Mwananyamala kuwa imekuwa ikipokea watu wawili waliopoteza maisha kila siku kutokana na ajali, hali ambayo ni sawa na vifo 60 kwa mwezi. Kutoheshimu alama za barabarani ama matumizi bora ya barabara imepelekea tuwe na vifo vingi
na vifo hivyo, moja ya waathirika ni watoto wetu ambao wengine ni wanafunzi. Awali mwakilishi wa jeshi la polisi kutoka kitengo cha usalama barabarani SSP Mbunja Matibu amesema jeshi hilo linaendelea kutoa elimu ya usalama. Tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani kuwafikia makundi mbalimbali yanayotumia barabara, lakini lengo kuu ni kuzipunguza ajali za barabarani ambazo zimekuwa ni changamoto katika jamii yetu. Asante sana Adam Damian kutoka Dar es Salaam. Baadhi ya wagonjwa waliolazwa na wanaofika kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita na manispaa ya Mji wamekiri huduma za kitabibu kuboreshwa tofauti na miaka ya nyuma, ambapo baadhi ya wauguzi walikuwa wakitumia lugha zisizofaa, ukali na kutowajali wagonjwa. Tupate taarifa kamili na mwanahabari wetu Salma Mrisho. Wakizungumza baadhi ya wagonjwa waliotembelewa na wauguzi hao na kupewa zawadi mbalimbali ikiwa ni kuadhimisha siku ya wauguzi, wamesema huduma nzuri ni tiba tosha kwa mgonjwa hata kabla hajaanza kuhudumiwa. Lakini huduma tunaiona ni nzuri. Tunarudisha shukrani kwa wahudumu wanaotuhudumia. Wauguzi hawana shida. Tunasema asante, Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa zawadi mlizotupatia. Mabadiliko haya yanatajwa kuwa sehemu ya mkakati wa serikali kupitia Wizara ya Afya kuboresha utoaji wa huduma katika hospitali za umma, ikiwa ni pamoja na kuimarisha maadili ya kazi kwa wahudumu wa afya, kuongeza vifaa tiba na kuboresha mazingira ya kazi. Kwa kuendelea kuboresha mazingira ya kutolea huduma za afya kwa watumishi kama vile jengo la mama na mtoto, ujenzi wa miundombinu ya nje, kuleta vifaa tiba vya kisasa vya kutolea huduma. Tuendelee kushirikiana, kufanya kazi kwa upendo, tuwe flexibility, tusitangulize maslahi, kwa sababu hata masisi wetu alifanya kazi bila kudai chochote. Ninaapa mbele ya mwadhara huu. Kiapo hiki kimetajwa kuwa ni ahadi ya moyo, dhamira pamoja na utu. Huwezi ukatimiza huu wajibu bila kuzingatia na kulinda misingi ya kitaaluma uliyosomea. Zingatia weledi. Mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita, Mfaume Kibwana, amewataka wauguzi wajiepusha na vitendo vinavyokiuka maadili ya kiutumishi, huku serikali ikiendelea kuboresha mazingira na kutatua changamoto zao. Tumisha kwa wauguzi sijaona kama ni changamoto katika kulipa leseni. Tulikuwa tunatamani sana tulipe leseni za watumishi wote kuanzia mwaka huu wa fedha, lakini tulipata changamoto za kibudget, lakini tutaliangalia kwa miaka inayokuja ili jambo tuweze kulibeba kama taasisi. Lakini hii pia inategemea ni namna gani tunatoa huduma, lakini namna gani tunapata mapato ya ndani. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi waishio vijijini nchini umeongezeka kutoka asilimia 43 Machi mwaka 2021 hadi kufikia asilimia 83 Disemba mwaka jana. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, Mhandisi Ruth Koya, amesema kuwa ongezeko hilo limefikiwa kufuatia jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan katika kumtua mama ndoo kichwani. Miaka minne hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tulikuwa asilimia 43 na sasa mpaka kufikia Disemba mwaka jana 2024 tulikuwa tumefikia asilimia 83, na tuna imani kabisa katika miradi inayoendelea kufikia Disemba 2025 kama ilani ya chama tawala inavyosema, tutakuwa tumefika asilimia 85 na pengine kuvuka zaidi, kwa sababu kuna miradi mingi ambayo iko kwenye hatua za mwisho. Mhandisi Koya amesema hayo wakati akikagua utendaji kazi wa chombo cha utoaji wa huduma ya maji ngazi ya jamii cha Chifumfu wilayani Sengerema mkoani Mwanza. RUWASA na hivi vyombo vya watumia maji wahakikishe kwamba wanafanya kazi kwa bidii, wanakusanya fedha na fedha hizo zinarudi katika uendeshaji wa vyombo hivi. Na mimi nisingetarajia kwamba miradi ikamilike alafu tena iharibike. Akiwa wilayani Magu, Mhandisi Koya amesisitiza dhamira ya serikali
ya kukamilisha miradi ya maji. Miradi hii yote ambayo iko inakaribia kutoa maji imepewa kipaumbele kwamba kufikia ile Disemba sasa 2025 2025 iwe imetoa maji na tufikishe ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba ifikapo 2025 hiyo 85% hiyo imefikiwa kwa wananchi. Ahadi hiyo inafuatia ombi la kutaka kukamilishwa kwa miradi ya maji ya Lugeye, Nyahanga, Iseni pamoja na Mahaha. Kinachohitajika pale ni pesa. Sasa kama namwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ameniagiza nilete ujumbe huu kuwa hizo fedha ziweze kupatikana ili mradi ukamilike. Wa Mahaha uko ndani ya uwezo wetu kabisa kama mkoa. Ni kazi iliyobaki ni tanki tu, wala hiyo nisonyo watoe shaka kabisa. Nadhani hadi Juni 30 tutakuwa umekamilika. Kazi iliyobaki ni tanki, sababu sola tayari, mabomba tayari. Tunahangaika na vifaa vya kujengea tanki sababu kwa kama ofisi ya kaunti. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa RUWASA yupo mkoani Mwanza, ambapo pia amepata fursa ya kuzungumza na wafanyakazi wa wakala huo ngazi ya mkoa pamoja na wilaya za Sengerema na Magu. Kutoka Mwanza, Respicius Kaiser. Asante sana Respicius Kaiser kwa taarifa hiyo. Wakuu wa shule za sekondari kanda ya Ziwa TAHOSA wametakiwa kusimamia maadili na miiko ya ujifunzaji na ufundishaji katika maeneo yao ya kazi pamoja na kutokomeza vitendo vinavyoashiria kushuka kwa mmomonyoko wa maadili kwa wanafunzi. Sadiki Hunga anatuhabarisha. Mtoto ni mali ya serikali na ndio maana mtoto akifanyiwa kosa hapo utakupelekwa mahakamani, maana yake wewe utakuwa unashtakiwa na jamhuri. Akizungumza katika kikao kazi cha wakuu wa shule za sekondari za serikali na binafsi TAHOSA kanda ya Ziwa, katibu tawala mkoa wa Mara Gerard Kusaya ametoa kauli hiyo na kuhimiza juu ya wakuu hao kusimamia taaluma ili kuongeza ufaulu. Hili liko sambamba pia na mitihani ambayo mmekuwa mkitoa ya kila juma, si mna utaratibu huo, lakini pia tuna mitihani ya mwezi na mingine ya mihura. Sasa hii mitihani inatusaidia zaidi kuandaa watoto wetu, lakini zaidi kuwajengea umahiri pale sasa wanapofika kwenye ngazi ya kitaifa ya kuwapima kwenye mitihani. Mjumuiko huu unakwenda kutoa majawabu juu ya mambo mbalimbali yanayoikabili sekta ya elimu katika mikoa ya Mwanza, Geita na Mara ili kuwezesha wakuu hawa kusimamia vema taasisi zao. Kuanza utekelezaji wa mtaala mpya ambao unalenga kuandaa na kuwapa wanafunzi ujuzi katika fani mbalimbali ili wanapomaliza masomo yao waweze kujiajiri wenyewe ama kuajiriwa. TAHOSA kwa ujumla katika usimamizi wa sekta ya elimu na upandishaji wa taaluma imefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali, lakini kubwa zaidi ikiwa ni uboreshaji wa miundombinu ambao unafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika mikutano yetu tunakuwa tukiongelea masuala ya kitaaluma, masuala ya nidhamu na masuala ya michezo na kufanya tathmini zote zinazotuhusu sisi kama wakuu wa shule ili kuinua ufaulu wa shule za sekondari. Baadhi ya wakuu kutoka katika mikoa mitatu inayosimamiwa na muungano huu wanasema kuwa uwepo wa TAHOSA kanda ya Ziwa umewezesha kupandisha kiwango cha taaluma katika shule zao, kupeana mikakati mbalimbali ya kuweza kuinua ufaulu wa watoto wetu shuleni. Kwa kiasi kikubwa imetusaidia kwa sababu tumejifunza mbinu mbalimbali za kuwasaidia watoto. Umoja wa wakuu wa shule za sekondari kanda ya Ziwa TAHOSA umekuwa na mchango mkubwa katika kuinua ufaulu katika shule mbalimbali za sekondari na kuwawezesha wakuu wa shule hizo kusimamia majukumu yao ipasavyo. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Asante sana Sadiki Hunga kutoka mkoani Mara. Tuendelee kutunza maadili hasa katika watoto katika ngazi ya familia. Serikali pamoja na wadau katika sekta ya afya wanaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya, ikiwa ni pamoja na kutoa vifaa tiba ambavyo vinawasaidia wananchi kupata huduma bora na kwa haraka. Tupate taarifa kamili. Hayo
hayo yamebainishwa wakati benki ya Absa kwa kushirikiana na The Runners Club wakikabidhi msaada wa vifaa tiba katika hospitali ya Mnazi Mmoja vitakavyotumika hususan kwenye wodi ya wazazi na dharura, ikiwa ni sehemu ya juhudi zao za kuchangia sekta ya afya nchini. Kaimu mganga mfawidhi hospitali ya Mnazi Mmoja Dr. Linda Mutasa amebainisha kuwa msaada waliopewa umekuja wakati mwafaka na utasaidia kwa kiasi kikubwa katika utoaji wa huduma kwa kina mama na wagonjwa wa dharura. Tumepokea inaitwa fetal monitor, yani ina monitor mapigo ya mtoto kwa mama mjamzito, na yanatoa majibu 100% accuracy. Kwa hiyo kifaa kama hiki kwetu sisi ni mkombozi, kwa sababu mama anaweza kaja na changamoto ya mtoto ndani. Tuna vifaa vingine vya kusikilizia, lakini hii ni portable mobile, kwa hiyo unaweza kwenda nayo mahali popote. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi msaada huo, makamu wa rais wa The Runners Club Godfrey Mwangungulu amesema huu ni mwaka wa 6 mfululizo kwa taasisi hiyo kutoa msaada katika kituo hicho, ambapo lengo ni kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha huduma za afya hasa katika wodi ya kina mama wajawazito na huduma za dharura. Hiyo katika sehemu ya kile ambacho kilikuwa kimekwisha patikana kwenye Absa Dar City Marathon, tukaonelea ni vizuri kuja kushirikiana na serikali. Kama unavyojua ni juhudi nyingi sana zimefanyika. Mama yetu anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaboresha huduma za afya. Tukaamua na sisi kwa namna moja ama tushirikiane na wadhamini wetu ambao ni Absa Alliance na Garda Security kwa ajili ya kutoa kile sehemu ya kile ambacho tumekipata kwa ajili ya kushiriki furaha ya watu wengine. Pia tutakuwa tunashiriki katika utoaji damu ambayo pia iko chini ya Colleague Volunteerism Initiative yetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kuguswa na jambo hili na tuko hapa kweli kusaidia jamii. Aidha, vifaa vya matibabu vilivyotolewa katika hospitali ya Mnazi Mmoja ni matokeo ya fedha zilizokusanywa katika mbio za hisani zilizopewa jina la Dar City Marathon, zilizolenga kuhamasisha umuhimu wa kufanya mazoezi ili kujikinga na magonjwa hasa yasiyoambukiza. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Angela Matayo kutoka Dar es Salaam. Baada ya kutoka mkoani Dar es Salaam, sasa ni zamu ya mkoa wa Mara. Wazazi na walezi wilayani Rorya mkoani Mara wameaswa kuendelea kuyawezesha mazingira salama kwa kutatua changamoto zinazowakabili wasichana pindi wawapo kwenye hedhi. Taarifa zaidi na Frankius Cleophas. Mganga mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Andrew Method amesema kuwa magonjwa ya njia ya mfumo wa hewa yanayotokea mkoani Manyara. Msisitizo huo unatolewa katika maadhimisho ya siku ya hedhi salama, ambapo jamii pia inaaswa kuondokana na fikra potofu juu ya hedhi salama kwa wasichana. Wazazi tufanyeje? Tuwezeshe mazingira haya ya hedhi salama kwa kutatua zile changamoto ambazo zimetajwa kwenye midahalo. Wamesema hapa kukosa taulo za kike. Kwa hiyo wazazi tunatakiwa tuchukue jukumu hili, tuna wajibu wa kuikubali hii hali na kubadilisha fikra zetu. Ukimwona mama anakwenda anaenda hedhi, maana yake yuko mzima. Ni wajibu wa kwetu wa baba kuwasaidia wamama na wasichana kuwa na hedhi safi. Kama ambavyo takwimu inaonyesha, 17% ya wasichana wanashindwa kuhudhuria masomo kutokana na maumivu yanayotokana na fedheha endapo kukosa vifaa salama. Sisi kama IHF Tanzania tutaendelea kushirikiana kuhakikisha tunatoa elimu, lakini vile vile tutachangia hivi vifaa vihusiana na masuala ya hedhi salama. Aidha, wazazi na walezi bado wanatajwa kuendelea kunyanyapaa wasichana pindi wawapo kwenye hedhi, hivyo jamii haina budi kuondokana na swala hilo. Hawana muda nao, wakisema wakienda kueleza kuhusiana na swala zima la hedhi, wazazi wanakuwa ni wakali na wakuwakaripia sana. Inaleta changamoto kwa wanafunzi kutohudhuria vipindi madarasani. Kwa hiyo tulifurahi sana kwa wao kuja kutoa semina. Ujio wa hawa wageni waliokuja kwa ajili ya hedhi salama kwetu tumepokea vizuri sana. Kwanza ni fursa kwa watoto wetu kupata nafasi ya kusoma wakiwa vizuri na salama kwenye mazingira ya shule, lakini wamejifunza vitu vingi, wamepata elimu ambayo itawasaidia kwenye maisha yao, jamii, wazazi na wadogo zao
zao, kuwalea kwenye swala zima la hedhi salama. Kutoa elimu kwa shule baadhi za msingi na sekondari. Tumekutana na wanafunzi wengi, wazazi pia wametueleza changamoto, hasa ni changamoto za kijamii, ambapo hedhi haichukuliwi kama jambo la kawaida. Nikiripoti kutoka Urani Rorya mkoani Mara, Frank Scriffers, Star TV. Na sasa tuungane na Diana Rose Charles kutoka mkoani Kilimanjaro. Wadau wa sekta ya maji wamekutana mkoani Kilimanjaro kujadili namna ya kutekeleza mpango wa serikali wa hifadhi ya vyanzo vya maji wakati wakitekeleza majukumu yao. Ni wadau wa sekta ya maji wakiwa katika warsha iliyoandaliwa na shirika la kimataifa linalojihusisha na utunzaji wa mazingira WWF, hapa wakijadili namna ya kutekeleza mipango ya serikali katika kuhifadhi vyanzo vya maji wakati wakitekeleza majukumu yao. Tuko kwa pamoja na tunapitia kitu kinachoitwa mipango ya uhifadhi wa dakio, kwa Kiingereza Catchment Conservation Plan, ambayo imetengenezwa na wizara. Kwa mwisho wa siku, kitu ambacho tunategemea hapa sasa, hii mipango ya uhifadhi wa haya maeneo ya maji, hizi Catchment Conservation Plan, itakuwa iko validated na stakeholder, na pia utekelezaji wake utakuwa sio wa serikali peke yake, lakini pia kila mdau ana contribute kwenye utekelezaji wa hiyo mipango. Private sector mmewasikia wanatumia maji mengi sana kutengeneza vinywaji na wanatumia sana pesa nyingi kwenye kufanya conservation, lakini shughuli zao zinatambulika vipi kwenye mipango ya serikali? Kwa majukwaa kama haya ni platform nzuri kwa private sector kusema wanafanya nini kwenye mipango ya serikali. Miongoni mwa wadau waliohudhuria katika warsha hiyo ni pamoja na wakala usambazaji maji vijijini Ruwasa, bonde la Pangani, tume ya madini pamoja na makampuni ya uzalishaji vinywaji ambao wakawasilisha wanavyoshiriki katika mipango ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Katika bonde letu ambapo tunaofahamu bodi ya maji bonde la Pangani na watumiaji wengi wa maji, kwa hiyo tunafanya utaratibu mzima wa kutoa vibali vya maji kwa wale ambao wanakidhi vigezo, lakini pia bodi ya maji bonde la Pangani inahusika na kutunza mazingira na kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vya maji havichafuliwi na viwanda au na shughuli nyingine zozote za kibinadamu. Wilaya ya Same ni walimaji sana, ni wamwagiliaji sana. Wanalima sana kilimo cha tangawizi, na kilimo cha tangawizi kinafanyika sana katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo hiko nako ni chanzo ambacho ni tatizo moja ambalo tunalipata kule, uharibifu wa vyanzo vya maji. Nyingine migogoro ambayo tukiangalia haina misingi mikubwa. Okay, ni kwa namna gani sisi tunashiriki kwenye mambo ya utunzaji wa vyanzo vya maji? Tukiwa kama watumiaji wakuu, wadau wakuu kabisa wa matumizi ya maji. Kama mnavyojua, uzalishaji wa soda na maji 100% unahitaji maji katika mambo mbalimbali. Kwa kitu cha kwanza tunachofanya, tuna monitor hiyo extraction rate tulio kubaliwa kutumia kwa siku. Kwa hicho ni cha kwanza, na sisi basi katika activity zetu tunahakikisha tuna extract kwa ile rate tuliopewa. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Asante kuendelea kukichagua kituo bora kabisa cha matangazo ambacho ni Star TV. Mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tutakaporejea itakuwa ni wasaa jicho letu mkoani. Jicho letu leo litangazia mkoa gani? Endelea kukaa nasi, ninayekuongozea naitwa Frankie Tawa. Mashindano makubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Naitwa Freddy. Nimekuwa nikinunua bidhaa tofauti pasipo kuhakikisha alama ya ubora wa bidhaa. Nilikumbushwa lakini sikujali. Nilikumbushwa tena. Pengine tena na tena juu ya uhakiki wa kila bidhaa ninayonunua iwe na alama ya uthibitisho wa ubora. Bado nilipuuzia.
si kujali. Sasa madhara ni makubwa kwa kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora wake. Tafadhali, hakikisha alama ya ubora ya TBS kwa kila bidhaa unayonunua. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Shirika la Viwango Tanzania, TBS. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first, nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app. Lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, rahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Karibu sasa ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani, na leo Jicho Letu Mkoani linaangaza huko Dar es Salaam. Wataalamu wa afya nchini wameiasa jamii kubadili mtindo wa maisha kwa kuachana na mazoea ikiwemo unywaji pombe kupita kiasi, ngono, uzembe na kufanya mazoezi ili kuepukana na athari mbaya ya ugonjwa wa saratani ambao si tu umekuwa ukisababisha umaskini kwa watu wengi bali pia husababisha vifo na kupunguza nguvu kazi ya taifa. Michael Noel ana taarifa zaidi. Wataalamu hao wa afya akiwemo daktari bingwa wa saratani kutoka hospitali ya Besta jijini Dar es Salaam, Dr. Ndibalema Yemela, wametoa wito huo kuelekea maadhimisho ya siku ya mashujaa wa saratani duniani ambayo huadhimishwa kila Jumapili ya kwanza ya mwezi Juni. Pombe ya kuzidi, hiyo ni tabia ambayo inamweka mtu kwenye hatari ya kupata saratani, lakini pia na magonjwa mengine ya ini na mengine. Sigara na tumbaku zote ni vitu hatarishi, lakini ngono isiyo salama na saratani ambazo zinasababishwa kwa njia ya ngono ziko nyingi. Shingo ya kizazi, kama kuna ngono ambazo sio salama, inaweza ikasababishwa. Saratani za mfumo wa koo na mdomo, tunasema head and neck cancers, zinaweza zikasababishwa na ngono zisizo salama. Lakini pia kutokufanya mazoezi, kutokuwa active. Hata hivyo, jamii imetolewa hofu juu ya uwepo wa imani hasi miongoni mwa watu kuhusiana na matibabu ya saratani kupitia mionzi, ambayo wataalamu wanaiona huduma hiyo kama njia salama ya matibabu kutegemea ushauri wa wataalamu wa afya. Tiba ya mionzi ni tiba ambayo mgonjwa anaipata na inakuwa ni salama kwake, hasikii kitu chochote, hapati maumivu yoyote, na ni mpaka akutane na mtaalamu kama daktari aweze kumwelezea namna ile tiba inavyotolewa, ndio anaweza kuwa na utayari wa kuweza kupata hiyo tiba. Kwa hiyo niwaondoe hofu, mtu yote ambaye anakutana na tatizo kama hili sisite kufika kwa daktari ili aweze kupata namna ya kuweza kwenda katika hiyo safari yake ya matibabu, kujua kwamba kama ni mionzi atatibiwa kwa mionzi ya namna gani. Akizungumza kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mashujaa wa saratani, mkurugenzi wa Shujaa Foundation Gloria Kida amesema jukwaa hilo limekuwa likiunganisha mashujaa kote nchini. Swala la chakula nalo ni la muhimu sana, kupata balance diet. Sasa hiyo ninamshukuru Mungu, watu wa nyumbani kwangu kuanzia mwenza wangu walikuwa supportive, very supportive, walikuwa na mimi. Dhumuni letu katika hilo, lengo letu lilikuwa tu kutoa elimu kwa habari ya saratani ya via uzazi na pia kuwasaidia hawa wagonjwa kisaikolojia na kuchanganua changamoto wanazopitia ili kuweza kuja na programs ambazo zitaweza kuwasaidia mashujaa kwa waweze kuishi maisha bora na mazuri na kuweza kutimiza ndoto zao. Kuelekea maadhimisho hayo, jamii imeshauriwa kupima afya zao mara kwa mara na kuwahi hospitali kupata matibabu ya mapema pale wanapoonekana na dalili za awali za saratani ili kuokoa vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Kutoka Dar es Salaam, Michael Noeli, Star TV. Endelea kubaki na Star TV, habari za biashara na uchumi zinafuata.
Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Mafanikio yaliyopatikana kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa hapa nchini yameibua changamoto mpya inayowasukuma wadau kuongeza nguvu kwenye mazao mengine yanayoboresha lishe ya kukuza kipato cha wakulima na wafugaji. Kupitia Haifa kwa kweli ametusaidia kiasi kikubwa, hata hatujui tuelezeje kwa sababu ametusaidia. Tumepata mkopo wa ng'ombe 23 kupitia TDB Bank ambao wana uwezo wa kutoa maziwa kila ng'ombe lita 15. Miongoni mwa tasnia ambazo zimependekezwa kuongezewa nguvu ni pamoja na ufugaji wa ng'ombe wa nyama, kuku, samaki, kilimo cha mboga pamoja na uzalishaji wa zao la alizeti. Tutaanza kufanya kazi kwenye sekta za kuku ili kuhakikisha kwamba tunapata kina mama na vijana wengi wanaoweza kubadilisha maisha yao. Lakini pia tutafanya kazi kwenye sekta ya nyama nyekundu ili kuleta mapinduzi ya katika uzalishaji wa nyama nyekundu, lakini pia katika kuhakikisha tunayafikia masoko kwa namna ya bora zaidi. Serikali ya Tanzania kupitia wataalamu kwenye sekta ya viumbe maji wanaweka mkazo zaidi kuipa nguvu ya kutosha sekta ya samaki kwa Tanzania ambayo ina vyanzo vya kutosha vya maji kwa ajili ya shughuli hiyo kubwa ya kiuchumi. Tukiweza kusaidiana serikali, sisi kama wizara tuna mipango na mikakati yetu, lakini huwa ni vyema kuwa mipango na mikakati hiyo vile kama kunatokea taasisi kama Haifa na wao wakaonyesha nia ya kutaka kusaidia, basi tunakaa kwa pamoja, tunaonyeshana wapi ambako kunahitaji msukumo zaidi. Wadau hawa waliokutana mkoani Morogoro wakati wa maadhimisho ya wiki ya maziwa kujadili fursa zinazoendana na kuboresha lishe pamoja na kuandaa mpango mkakati wa miaka 5 wa Haifa International Tanzania, wanashauri kundi la vijana kupewa nafasi ya juu ili waweze kuwa sehemu ya kuendeleza kilimo, mifugo na uvuvi. Kipindi cha nyuma hatujaona sana ikijitokeza kwamba vijana hawa tumefanya nao kazi katika labda mifugo, maziwa, haipo sana. Hivyo vikundi labda kina mama kwa sababu mambo ya agenda. Lakini vijana hasa bado. Ndio mkakati huu unaona unakwenda kujibu hasa. Dennis Mwasalanga, Star TV, Morogoro. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zinafuata. Endelea kuwa nasi. Mahakama ya rufaa ya shirikisho Marekani imerejesha kwa muda ushuru mkubwa wa Rais Trump. Charles Machugu na undani wa habari hii. Ule usemi wa wembe ni ule ule, ile umeongezwa makali, unazidi kudhihirika. Mahakama ya rufaa ya shirikisho ya Marekani imerejesha kwa muda ushuru mkubwa wa Rais Trump. Licha ya hapo awali, mahakama ya biashara ya kimataifa kuzuia utekelezaji wa ushuru huo uliokuwa umependekezwa na Rais Donald Trump, ikisema kuwa kiongozi huyo amevuka mipaka ya mamlaka yake kwa kutumia sheria ya dharura ya mwaka 1977 maarufu kama IEEPA kuweka ushuru bila idhini ya bunge. Kwa sasa, Rais Trump ana uwezo wa kutoza ushuru wa hadi 15% kwa siku 150 ili kuishughulikia wasiwasi kuhusu usawa wa biashara ambayo ikulu ya Marekani ilidai kuwa ni wa dharura. Ikiwa utawala wa Rais Trump utachagua kufuata njia hiyo, ushuru huo mpya unaweza kuanza kutumika ndani ya siku chache zijazo. Rais Trump pia anaweza kugeukia sheria nyingine zilizoimarishwa zaidi ambazo alitumia katika muhula wake wa kwanza kuhalalisha ushuru, ambazo zinazingatia masuala kama vile usalama wa kitaifa na sera zisizokuwa za haki za biashara. Tukiangazia habari nyingine, serikali ya China imetia saini mkataba wa kuanzisha shirika la usuluhishi la kimataifa lililoko Hong Kong, huku Beijing ikitumai kuwa itashindana na mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kama chombo kikuu cha kutatua mizozo duniani.
Mkataba wa kuanzishwa kwa shirika la kimataifa la usuluhishi IOMED uliotiwa saini kuwa sheria Ijumaa hii katika hafla iliyoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi huko Hong Kong. Wawakilishi zaidi ya nchi nyingine 30 kutoka Pakistan na Indonesia hadi Belarus na Cuba wametia saini mkataba wa kuanzishwa kwa shirika hilo la kimataifa la upatanishi ili kuwa wanachama waanzilishi wa shirika hilo la kimataifa. ICJ, chombo kikuu cha mahakama cha Umoja wa Mataifa pia kinachojulikana kama Mahakama ya Dunia, kwa sasa ndicho chombo cha juu cha kutatua migogoro ya kisheria kati ya nchi na wanachama kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Pia hutoa maoni ya ushauri juu ya masuala ya kisheria yanayorejelewa kwayo na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Kwingineko, Israel imeidhinisha makazi mapya 22 katika ukingo wa Magharibi licha ya shinikizo kubwa kutoka kwa washirika kusimamisha ujenzi wa makazi na tishio la vikwazo. Shughuli ya makazi katika ukingo wa Magharibi imeongezeka kwa kasi tangu kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza. Hatua hiyo inatarajiwa kuzidisha mgawanyiko na baadhi ya washirika wa taifa hilo ambao tayari walitishia kuiwekea Israel vikwazo iwapo hatua kama hiyo itachukuliwa. Utawala wa Palestina unaoungwa mkono na nchi za Magharibi ulio na udhibiti mdogo katika ukingo wa Magharibi pamoja na wanamgambo wa Hamas walio katika ukanda wa Gaza wamekosoa vikali hatua hiyo. Uingereza pia imekosoa hatua hiyo na kusema kuwa kuidhinishwa kwa makazi hayo ni kizingiti cha wazi na maksudi cha kuizuia Palestina kuwa dola huru. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Waziri Mkuu wa Japan Shigeru Ishiba ameeleza azma yake ya kutetea mifumo ya biashara inayozingatia sheria huria na ya kimataifa na kufanya kazi ya kupanua kundi la biashara la Asia na Pacific wakati wa mvutano kuhusu ushuru wa Marekani. Katika hotuba yake akiwa katika kongamano la kimataifa linalofanyika mjini Tokyo, Ishiba ameahidi kuwa Japan itafanya kazi katika kutanua zaidi na kuboresha mfumo huo ambao sio tu unachangia uchumi lakini pia ni kwa amani na ustawi. Wakati Tokyo inaimarisha uhusiano wa kiuchumi na Asia ya Kusini Mashariki na Ulaya, Japan bado inaichukulia Marekani kama kitovu chake cha sera za usalama. Na hizo zilikuwa ni habari za kimataifa, zilikuwa zinawasilishwa naye Charles Machugu. Mtazamaji, tuna mapumziko mafupi, habari za michezo na burudani zinafuata. Endelea kubaki na Star TV. Ufalme wetu haukaukiwi. Hapa show mbili mpya, huku tamthilia endelevu. Hapa vicheko na kule madrama kama yote ndani ya Maisha Magic Bongo. Dada, umekanyaga waya. Kulipia piga *150 *53 reli. Wafalme wa loko, usikanyage waya. Baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Joto la pambano la nusu fainali ya kombe la FA Tanzania bara limezidi kushika kasi baada ya makocha wa vilabu hivyo viwili Simba na Singida Black Stars kutambiana kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo utakaopigwa Jumamosi hii mkoani Manyara. Zakaria Mtigandi ana taarifa zaidi.
Mchezo huu ambao utapigwa katika uwanja wa Tanzanite kwa raha Babati mkoani Manyara, makocha wa timu zote kila mmoja ameahidi kutoka na ushindi katika mtanange huo. Hali ya kikosi kiko vizuri kabisa. Baada ya mechi yetu ya mwisho, kizuri zaidi ni kwamba tuna injury, wachezaji wote wako salama na wote tulifika salama katika mji wa Babati na tuko tayari kwa ajili ya mechi ya nusu finali kesho. Tunajua haitakuwa mechi rahisi, lakini lengo letu ni kucheza finali. Kwa hiyo pamoja na ugumu wa mechi itakayokuwepo, lazima tupate matokeo kwenda kucheza finali. Mechi zetu si ngumu kwa sababu ukiangalia sasa hivi kuna ile muundo ambao tunacheza kama timu. Ukiangalia investment ambayo tunaweka kama club na ukiangalia pia kuna legacy project ambayo imefanyika msimu wa kuweza kuzindua uwanja wetu, inamaanisha kuwa sisi ni a serious club na inanipa mazingira bora zaidi kama coach kuweza kujivunia kucoach Singida Black Stars wakati huu. Nao manahodha wa timu hizo kila mmoja amejivunia ubora wa kikosi chake. Mechi ya kesho itakuwa ni nusu finali bora zaidi ambayo pengine itakuwa ni kati ya mechi ambayo mchezo wetu karibu. Ukizingatia tumetoka kwenye mchezo wa ligi hizi na kesho tunaenda kwenye mchezo wa nusu finali wa CRDB. Uzuri kwamba tunakosa sana, lakini pili ni lazima tuzicheze na lazima tupate matokeo. Sababu Simba ni timu kubwa, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana kwa kila timu, kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Na mchezo ambao ulipita, kwa sababu tuna wapinzani ambao tunacheza nao ni hawa ambao tumetoka kucheza nao mchezo uliopita. Kwa hiyo tunafahamu vizuri, wanafahamu vizuri. Timu itakayoshinda nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB itakutana na klabu ya Yanga African ambayo tayari iko hatua ya fainali. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara.